Basi nichukue nafasi hii kuwakaribisha wote kwenye ibada yetu hii ya maombi ambayo tunaendesha hapa Arusha. Ni maombi ya siku 30 ambayo tunaombea nchi yetu, lakini pia tunaombea familia zetu, tunaombea na maisha yetu, Mungu aweze kutubadilishia. Tunasimama na neno ambalo linasema kubadilisha wakati na majira, au nyakati na majira. Majira lazima yabadilike. Na njia mojawapo ya kubadilisha haya majira na nyakati, njia mojawapo ni ya maombi. Kwa hiyo wewe ambaye uko mahali hapa Arusha, nikwambia omba. Kwenye audio, kwenye video kule na kule YouTube, hivyo shirika ya maombi na Mungu ataenda kusaidia. Haleluya. Basi leo nataka tutaomba tushughulikie kuondolewa utumwani. Kuondolewa utumwani. Kabisa naomba nitaongea kwa muda mfupi sana, halafu tuingie kwenye maombi. Na pia naomba kila mmoja unisikie vizuri. Hapa Arusha unisikilize kwenye audio, video na kule YouTube unisikize vizuri. Kuondolewa utumwani. Kuna watu kabisa tunaingizwa katika utumwa kwa kujua au pasipo kujua. Ingawa ulimwengu wa leo watu wengi wanaingizwa utumwani pasipo wao kujua. Mataifa mengi hasa ya Kiafrika mengi yameingizwa utumwani pasipo wao kujua. Na leo tutakwenda kuomba hapa Mungu atuondoe katika utumwa. Kwa nini tunaingia katika utumwa? Kwa sababu kuna makosa ambayo tunayafanya, au kuna makosa ambayo tunafanyiwa. Unasababishiwa ukosee mahali fulani ili uingie utumwani. Kwa nini tunaingia utumwani? Kwa sababu uwepo wa Mungu umeondoka. Uwepo wa Mungu ukiondoka tu, kinachofuata ni kuingia utumwani. Unaingia kwenye kutumikishwa pasipo faida. Unatumikishwa pasipo kuwa na uzima, pasipo kuwa na uhai, pasipo kuwa na maendeleo. Hupati kitu. Wewe ni mtumwa tu. Na ndio maana pia mara nyingi huwa napenda kurudia huu mstari ambao huwa nausoma, huu wa kitabu cha Mwanzo, hii ya sura ya 3. Mstari wa ngapi? Kuanzia mstari wa 13 mpaka wa 19. Mara nyingi wanasema kuhusu mstari ambao unahusu Adam na Hawa. Na hii kila siku ninasema, na hata leo pia nitarudia kusema. Adam na Hawa walipokuwa katika bustani ya Edeni, hawakuwa na maisha ya utumwa. Walikuwa wanafanya kazi, lakini sio kazi ya utumwa. Nasikia vizuri? Adam na Hawa walikuwa katika bustani ya Edeni. Mungu ndo aliweka mahali pale kwenye uwepo wake. Ni kweli walikuwa wanalima ile bustani na kuitunza, lakini sio kwa jasho, sio kwa maumivu, sio kwa mahangaiko, yani sio kwa utumwa. Lakini walivyoondolewa, anasema wakalaaniwa. Baada ya kulaaniwa, wakapewa uchungu, wakapewa miba iwachome, wakapewa kula kwa jasho. Zile ni nini? Ni laana za utumwa. Utumwa ni laana. Nisikilize vizuri hapa. Utumwa ni laana. Watu lazima tufanye kazi, lakini sio za utumwa. Watu lazima tuingie kwenye mahusiano ya ndoa, ya marafiki, lazima tuingie huko, lakini sio mahusiano ya utumwa. Watu lazima tuwe na watoto, lakini tusio watumwa kwa watoto wetu. Na nisikia vizuri Watu lazima tuwe na marafiki mtaani, tuwe na marafiki majumbani kwetu, lakini huu rafiki usio akitumwa. Sasa rafiki na kupelekesha mkiki, huna ambacho hapo unafaidika. Pia lazima tuwe na nchi ambayo kila mwananchi wa nchi yake afaidike na nini? Na nchi yake. Sio upo kwenye nchi lakini watu wapo kama watumwa katika nchi yao. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo leo, hebu kila mmoja leo mwenyewe tu ujichunguze. Ni wapi wewe ni mtumwa? Jichunguze tu. Wapi wewe ni mtumwa? Wapi wewe unatumika kwa jasho lingi sana? Ni wapi wewe ni mtumwa? Wapi wewe ni mtumwa? Kazi gani ambayo unaifanya kitumwa? Wewe ipi?
Ni wapi upo, ni wapi kuna utumwa? Haleluya. Tukiangalia kitabu kile cha nafikiri ukiwa na muda utasoma tu Kumbukumbu la Torati sura 28 ukianzia nafikiri mstari ule wa kwanza ukaenda hadi wa 41. Anasema utakaposikia maneno yangu na kuyatii. Hebu soma mstari wa kwanza. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako ndio kutunza kuyafanya maagizo yake yote. Ndio, sikiliza. Ndio ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza kufanya yale ambayo Mungu anakuagiza, ndipo Bwana hatua ya kwanza atakutukuza. Katika nini? Juu ya mataifa yote. Kutukuzwa ni kuinuliwa. Sawa? Ukiona tu Bwana anakuinua, ujue kuna kitu kinafuata. Malizia. Kutukuzwa juu ya mataifa yote duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia. Na baraka hizi zote zaje? Zitakujilia. Soma tu. Kupata usikiapo sauti ya Bwana. Utabarikiwa mjini. Kwa hiyo nikiwa mjini hapa Arusha nitabarikiwa tu. Naanzaje kubarikiwa? Anaanza na kunitukuza na kuninua kwanza. Utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa mashambani, vijijini huko. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Watabarikiwa watoto wako. Kwa mwanaume ni uzao wa viuno, mwanamke tumbo. Watoto wako watabarikiwa. Na uzao wa nchi yako. Na uzao wa nchi yako. Nchi yako pia itabarikiwa. Tanzania itabarikiwa. Na uzao wa wanyama wako wa kufugwa. Ndio, mifugo, uchumi hapo. Kuongezeka kwa ng'ombe wako na wadogo wa kondoo wako. Ndio. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukanda unga. Ndio. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Utabarikiwa uingiapo pamoja na nini? Na utokapo. Ishia hapo. Kwa hiyo Mungu ameshatuahidi kwamba atatubariki. Mungu ametuahidi atabariki nchi yetu ya Tanzania. Atakubariki wewe. Lakini ili Mungu atubariki, anasema hivi, jamani, sikia sauti yangu, alafu fanya ninayokuagiza. Mimi Mungu nitakubariki. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anafuata kile ambacho Mungu anamwambia alafu Mungu akamwacha. Hakuna mtu aliyeachwa kwenye ndoa, yaani Mungu kwenye ndoa yake akamwacha, alafu huyu mtu eti Mungu anamwagiza anafanya. Mungu hawezi kukuacha. Mungu hawezi kukuacha katika uchumi. Chunguza Mungu amekwambia nini. Na kabisa hii niwaambie hata wale ambao mpo kule kwenye YouTube, wengi ambao mnipigia simu, niwaambie tu hapa, wengi mnanipigia simu, kuna changamoto ambazo ziko mnazipitia. Kabla hujaenda kwenye maombi, kitu cha kwanza, chunguza Mungu alikuambia nini. Chunguza tu, alafu kafanyie kazi. Hutaomba sana, hutafunga siku 40, hutafunga siku 21, 3 kavu, unakaa na njaa siku 3 mfululizo. Kwa sababu gani? Kuna vitu Mungu alikwambia ufanye, haukufanya. Leo hii ukiangalia nchi yetu hii ilivyo, kuna vitu Mungu ametuambia watu hawafanyi. Mimi siwezi kuwalaumu watu wa siasa. Mimi nitalaumu hawa viongozi, watu wa dini hawa, maaskofu hawa, wachungaji hawa, mitume. Nitawalaumu hao. Maana taifa liko chini ya nini? Kanisa. Naelewa vizuri? Taifa linakaa chini ya nini? Chini ya kanisa. Ukiona taifa limekaa hovyo, ujue ni kanisa liko hovyo. Leo hii tuko hapa, tuna makanisa leo hii ambayo hayawezi kukemea dhambi, hayawezi kabisa, hayawezi. Taifa likienda hivi, yani makanisa ni mengi sana, huduma ziko nyingi, lakini njoo angalia, taifa linaenda hivi, wamekaa kimya, hawaongei. Kwa sababu gani? Limefungwa. Watu wako wapi? Wako utumwani. Kanisa liko wapi? Utumwani. Tunashindwa hata na kanisa Katoliki.
Kanisa ambalo linapoongea leo hii kwa majira haya ambalo haliko utumwani ni hili. Hawa Katoliki hawa mpaka Pentekoste wako utumwani, wote utumwani. Hebu tufikiria tu, hebu tu mengine nisizungumze, maana sio muda wa kuongea, sio muda wa kuongea. Huwezi kuwa na kanisa ambalo watu wako hapo wana matatizo miaka 5 wako vile vile. Hili kanisa liko wapi? Liko utumwani. Naelewa vizuri. Huwezi kumwabudu Mungu kuanzia Januari mpaka Disemba, maisha yako ni yale yale, hakuna kupanda, huongezeki. Wewe uko wapi? Uko utumwani. Naelewa vizuri eh? Mungu huwa anatuinua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, alafu ukishainuliwa, maana yake kuna vitu Mungu kwako anaviondoa. Nisikie vizuri. Kuna marafiki leo uko nao, Mungu akianza kuinua anaanza kuondoa hao marafiki uliokuwa nao kwanza, unapewa wengine wapya wa ngazi hiyo. Nisikize vizuri, nisikie vizuri kabisa. Labda umeajiriwa mahali fulani, Mungu akitaka akuinue, unahamishwa kazi, unahama, unapewa kazi nyingine, sio ile ile. Mnisikilize Watanzania, mnisikilize hapa. Watu hamjui kuinuliwa. Mtu kabisa ameinuliwa huku bado ameshika vitu vya kale. Hapana kabisa. Labda ulikuwa unafanya biashara, mfano tu, labda biashara ya hardware, huu ni mfano, sawa sawa. Mungu anakuinua, unapewa biashara nyingine ya magari, ni mfano. Kutoka biashara ndogo kwenda biashara kubwa, sio pale pale tena. Ukaona tu wewe upo kwenye aina moja biashara, huu mwaka wa 5. Wewe upo wapi? Utumwani. Kuna vitu Mungu anakuambia hufanyi, fanya hivyo vitu. Haleluya. Hata pia kwa watumishi wa Mungu, ukiona kabisa wewe upako wako mwaka jana ni huo mwaka huu, wewe una shida, wewe una tatizo. Kuna vitu wewe humtii Mungu, kuna vitu wewe ni hapana, kuna tatizo. Uwezo wako wewe wa kumjua Mungu mwaka jana na leo uko pale pale, kuna tatizo. Hebu niongee mfano mdogo, nisikilize hapa. Mambo haya nayarudia tu. Mungu akitaka kumuinua mtu, unaletewa mtu. Mungu akitaka kuniinua mimi, naletewa mtu mpya, aliyenizidi maisha, aliyenizidi upako, aliyenizidi akili, yani amenizidi kila kitu. Huyo mtu anakuja ili anivute, nikakae naye pale, nione sawa kabisa. Ukiona unapewa mtu ambaye eti wewe ndio umemzidi, hapo hamna kuinuka. Hapo huyu amekuja afanye akuvute chini. Narudia tena kwenye video, mnisikilize hapo kwa YouTube. Ukiona kabisa umeomba alafu Mungu anakuletea mtu ambaye wewe ndio umemzidi mara 10 mara 20, ibilisi huyo, ibilisi. Labda wewe hivi, Mungu ndio amekutuma kwamba nenda kamuinue mtu fulani, kama Sara na kutuma wewe ndio kamuinue labda mtu fulani mahali fulani, hiyo ni sawa sawa. Lakini unaomba kuinuka, eti wanakuja watu ambao umewazidi kila kitu, hamna kuinuka hapo, hamna. Wengine kabisa mnahamishwa makanisa. Ulikuwa kanisa hili hapa, unaomba Bwana niinue, unaomba Bwana sasa hama ile kanisa, hama haraka, hama toka, ingia kanisa hili hapa ambao nani mna upako, hawa watakuinua. Unapiga double standard, unapiga saa ngapi? Saa 12 uko huku saa 4 umeingia huku, uende popote pale pale. Na hii ndio tabia ya walokole wengi, wako hivyo, double standard. Kaambiwa utainukia hapa. Sasa yule mchungaji kanitoa mbali sana, kakutoa mbali mpaka hapa. Kuanzia hapo ulipo ni mwingine akuchukue akupeleke kule Marangu, kwa bibi yangu kule. Bibi yangu anaishi kule, wapi kule, kunaitwa Komela. Ukienda unapanda gari za hapa, unatoa wapi? Moshi mjini pale, alafu unapanda dada za Kilema, alafu bakutoka pale pale Mtoni unatoka taxi au pikipiki Mlimani huko, umeona
Huwezi kwenda Komela kwa gari moja kuanzia Arusha mpaka kule juu, haiwezekani. Otherwise una nini? Una private yako. Kwa hiyo kuna watu ambao watakutoa mpaka Moshi mjini pale, mwingine atapokea Moshi mjini mpaka Mtoni pale au KNCU pale, mwingine pikipiki, umefika. Umeona maisha ndivyo yalivyo. Kuna watu kabisa kazi yao wakutoe tu kwenye shida, sio maendeleo, kwenye shida tu basi. Maendeleo watu wengine. Sasa wakija hawa watu, yani, jifunze kuangalia mbele. Jifunze kuangalia wapi? Kuangalia mbele. Hata kama ni mahusiano, umeanza mahusiano haya ukaambiwa toka tu, cheki mengine, tafuta mengine, nenda, usirudi nyuma. Kule kwenye mtandao wanasema kuliko mrudie ex bora. Haleluya. Usirudi nyuma. Wewe umeingia kwenye ndoa fulani huko, ushapewa talaka, umeshatoka huko, lakini bado baba nani, unajua toka huko, yani huko ndo kurudi nyuma. Ambia Mungu, nipe mwingine, nipe mtu mwingine, maana huyu tumeshindwana, nipe mwingine. Hata usitoke kwanza. Nasikia vizuri makosa ya utumwa. Makosa nini? Ya utumwa. Yaani watu wanaingia utumwani wenyewe. Wenyewe. Kwa sababu gani? Hawataka kumsikia Mungu. Na baadhi ya mambo ni magumu kweli kuyatenda, lakini kama Mungu amesema, Bwana ujitahidi utende. Jitahidi utende. Utainuka. Otherwise utaka pale pale. Narudia tena. Umezaliwa mwenyewe lakini usife. Ayubu asema hivi, nimezaliwa nikiwa uchi, kwamba akiwa hana kitu chochote kile. Lakini angalia Ayubu hakufa akiwa uchi, akiwa hana kitu. Amekufa akiwa mtu mkubwa sana. Ayubu, hakuna mtu ambaye Bwana amekusudia afe masikini. Unataka mwenyewe. Zaliwa kama mtu mmoja, ishia kuwa taasisi. Yaani fika mahali ambako tayari wewe ni kwenye ukubwa, na unaweza ukafika, upo, ila tu wewe kuna vitu umechagua utaki kuviacha. Hata kabisa nakwambia, Bwana acha watu hawa, wewe utaki kuwaacha. Una maintain undugu na urafiki. Hebu acha kanisa hili, nimetoka mbali sana, utoboi. Jamani, mimi nawaambia na experience na haya mambo na uzoefu wa haya mambo. Katika watumishi Tanzania wanaomjua Mungu kindakindaki, mimi pia ni mmoja wapo. Tena kabisa inawezekana katika watumishi 5 wakubwa duniani wanaomjua Mungu kindakindaki, na mimi nipo hapo. Sijui ni wa kwanza wa pili, lakini nipo hapo. Najua njia za Mungu zilivyo, nazijua vizuri, na Mungu yu hai na yupo. Haleluya. Bwana akwambia hivi, sikuachi. Hakuachi kweli. Wewe chukua neno, fanya. Bwana asifiwe sana. Hebu naomba unisomee kitabu kicha cha Wafalme, tumalizia hapa alafu tuingie kwenye maombi. Wafalme wa pili sura ya 25 21. Malizia. Okay. Wafalme wa pili sura ya 25 21. Haya, anasema hivi. Acha nianzie mstari wa 20. Nasema kisha Nebuzaradani amiri wa askari walinzi akatwaa hao akawaleta kwa mfalme wa Babeli huko Ribla, naye mfalme wa Babeli akawapiga na kuwaua huko Ribla katika nchi ya Hamarithi. Hivyo Yuda wakachukuliwa utumwani kutoka nchi yao. Hii habari kufuatilia, Waisraeli walimkosea Mungu walimkosea. Ukimkosea Mungu, adhabu ambayo utapewa utumwani.
tukimkosea Mungu kama taifa, tukimkosea Mungu adhabu ambayo Mungu anatupa utumwani. Ni nchi ya kwenu, lakini wanaomiliki nchi ni wengine. Utumwani. Ukimkosea hata mume wako, ambacho kitafuata utumwani, utakuwa mtumwa wa mume wako. Ile laana kwamba tamaa itakuwa juu ya mume wako, naye atakutawala. Nini? Ni utumwa ule. Kwenye maisha ya ndoa hakuna utumwa. Utumwa ni laana, ni adhabu ile. Katika ndoa ni kushirikiana, sio huyu awe mtumwa wa huyu. Hata ni mwanaume ukamkosea mke wako, automatic unakuwa nani? Mtumwa wake. Ni adhabu ambayo iko by nature. Ukikosea tu utumwani umeenda. Bwana asifiwe sana. Leo nataka tukatae roho za utumwa. Kama kuna mahali tulikosea, Bwana atusamehe, si ndio? Lakini pia Bwana atupe njia ya kusonga mbele. Tunakataa utumwa. Wengine ni watumwa wa magonjwa. Tumwambia msile vyakula hivi, vina kansa, vinaua figo, usiende kula. Ukila baada ya miaka 5 mbele, figo zinafeli. Kuna baba mmoja yuko huko maeneo fulani huko, ni mganga wa kienyeji. Wakipata shida wanachukua miti shamba wanakunywa. Kumbe hizi dawa lazima uwe na nini? Na kipimo. Dawa ya miti shamba ni nzuri, lakini ujue nini? Ujue kipimo. Otherwise unaua nini? Unaua figo. Ninapoongea hapa, mke wake figo 2 zimefeli. Anafanyiwa dialysis kwa wiki mara 3. Dialysis moja ni shilingi 200,000. Kwa wiki 600,000. 600,000 piga mara 4 ni ngapi hiyo? Milioni 2 ngapi? Na 400,000. Kwa uchumi gani huo? Mtu ambu huko. Kwa uchumi gani huo? Lakini angalia, madawa walikuwa wafanyaje? Wanakunywa ya kienyeji yale. Hawazingatii vipimo. Maana unajua tumbo linaniuma, chukua majani fulani, chukua manga, wameenda. Kuna vipimo vya kutumia. Jua ni kweli naumwa. Dawa hii labda majani yake ni 2 au 1, au supu yake ni ujue yule baba mke wake figo zimefeli. Wanipigia simu, sina cha kuwajibu. Nawaambia nini sasa? Hebu niambie, ninawaambia nini? Kwa hiyo kabisa yule bwana anipigia simu. Naangalia hivi kweli. Hivi. Sasa nafanyaje? Namwambia nini? Nikamwambia baba mzee, kiukweli mke wako ana 95% za kuondoka. Ana 3% za kuishi. Otherwise mtoleeni figo. Mtoleeni figo mumpe. Otherwise huyu mama anafanyaje? Anaondoka. Lakini ukiangalia si kwamba watu watusemi, tunasema. Sasa hivi ukoo mzima kila wiki unachanga hela. Wanauza ng'ombe, wanauza mbuzi, wanauza kondoo, viwanja. Na bado mtu anafanyaje? Atakufa. Naelewa vizuri. Yaani mufilisi imeingia. Roho ya ufilisi imeingia. Umeingia ugonjwa wa figo. Ili kuuza, unauza hiki, uza kile, uza hiki. Ufilisi unaingia wiki. Acheni. Kuna ndugu mmoja pia, nisimuongee jina na nisiongee yuko wapi. Na hivyo ni mwanaume. Amefanya kazi vizuri, kapata pesa vizuri, akapata na kastaafu. Akapata hela zake nyingi. Kastaafu tu, gonjwa hilo hapo limeingia. Katibiwa na zile zikaisha zote. Wakauza na mashamba akaisha yote. Wakauza na nyumba, hela ikaisha tu zile hela, naye akafa. Kaacha mke masikini, kaacha watoto shida, yaani kaacha dhiki iliyo kuu. Lakini angalia, huyo mtu wakati wa nguvu zake tunamwambia, baba, haya si maisha. Haya si maisha. Sisi wengine tunaoishi hivi sisi sio wajinga, sio wapumbavu. Hii sio maisha hii. Hakusikia, kaacha mzigo wapi? Hata mimi naongea hapa, natoa unabii kuhusu nchi. Watu hawataki kunielewa. Hawataki kunielewa. Najua kabisa nini ambacho kinakuja mbeleni. Naona kabisa hizi nchi za jirani hivi jinsi ambavyo zitaingia wapi? Tanzania hapa. Kabisa nawaambia bwana, msiruhusu hawa watu.
Hawa watu msiwaruhusu. Wajengeni Watanzania hawa, wajengeni uwezo, hata ni kwa nguvu. Nyie si mna jeshi, chukua Sara hapa, mtie viboko utajua kwa nguvu. Kaa kwa nguvu, kaa hapa. Yani tumieni nguvu. Watu wana nini na maarifa. Wanachukua Waarabu huko wanaleta, wanachukua sijui huku wanaleta, na hawa wakija hawaji kusaidia, wanakuja wachukue waende. Sasa nawaambia bani, tena niliongea mama, unakumbuka kabla hata hawajaleta, sasa kuna watu wanaje wanaletwa Tanzania hapa, msiwalete hawa watu. Tena hawa watu wana asili ya Tunisia, wasije. Wana asili ya Misri, wasije. Hawa watu wanajenga binafsi. Baada ya mwaka mmoja nasikia wafanyaje, wanaletwa. Sasa tutaona hapa, wasipoondolewa, wakibaki wale ambao mmekaa Tanga miaka ya nyuma, mnajua Tanga ilikuwaje. Tanga ilikuwaje? Tanga Waarabu walichukua ile Tanga yote, ile yote ilichukuliwa kule. Ukipita chini hivi wanakutemea mate mama anafahamu vizuri, maana amekaa kule miaka ya nyuma huko. Tanga walichukua yote ile, yote. Wanasema sambaa hizi zife tu, yani acha kauli za ovyo. Mtu ambaye alisaidia Mkapa alipoingia, ndo akaanza kuinua vijana, inua watu wajisikie hivyo, ikasolve. Sasa leo hii mambo yale yanakuja. Sisi kazi yetu ni kuombea nchi yetu na kushauri, si ndio? Hicho tu, kushauri watu wasifanye hivi. Mimi nashauri tu, lakini pia hata wewe ambao uko mahali hapa pia nakushauri, ndugu yangu, usiishi hivi. Ndugu yangu, ishi hivi. Hebu jaribu kuishi maisha haya. Kuna vitu usivilazimishe, acha viende vyenyewe. Naomba usimame, sema nakataa utumwa kwa jina la Yesu. Nakataa utumwa katika maisha yangu, kwenye familia yangu, kwa watoto wangu. Ninakomesha utumwa kwa jina la Yesu. Sema roho ya utumwa niliyopandikiziwa kuanzia sasa na kuamuru niachie kwa jina la Yesu. Utumwa wa magonjwa kuanzia sasa ninakukataa, ninakuondoa kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Roho ya utumwa kwa ajili ya mateso, sema siku ya leo ninakukataa. Sema toka, sema toeka kwa jina la Yesu. Hebu kemea utumwa, kemea. Kataa utumwa, utumwa wa magonjwa katika jina la Yesu. Mandorianda rabasika, katika jina la Yesu. Utumwa wa magonjwa ninaukataa, kutumikishwa na magonjwa katika jina la Yesu. Mandarabasika, mandarabasaya, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Utumwa ninaukataa kwenye nchi yangu, nakataa. Omba. Kataa. Utumwa kwenye mahusiano, kataa. Utumwa kwa watoto, kataa. Omba. Omba, kila mmoja usikae kimya. Omba ya nchi yako, omba. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, kila mmoja uombe. Kataa utumwa, katika jina la Yesu. Sema, ewe mwanadamu unayeniumbia utumwa kwa roho ya kuzimu, sema siku ya leo ninakuondoa kwenye maisha yangu. Sema kuanzia siku ya leo utoweke kwa jina la Yesu. Sema roho ya ukoloni kwenye maisha yangu, na wewe mkoloni unayeingia kwangu kunitumikisha
katika afya yangu, katika uchumi wangu. Sema kuanzia sasa ninakufukuza nyumbani kwangu, kwenye kanisa langu, kwenye nchi yangu, kwenye mtaa wangu. Wewe mkoloni wa kuzimu, kuanzia sasa sema toeka, sema toeka kwa jina la Yesu. Hebu omba, fukuza, 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 fukuza huyu aliye mtu, huyu aliye mtu, huyu aliye mtu, huyu aliye mtu. Rapapapapasika rendo riana rabasika. Omba, 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 omba. Anayekutumikisha pasipo wewe kujua, Bwana amuondoe, Bwana amuondoe, Bwana amuondoe. Nakataa rapaondarabasika. Wewe mkoloni, wewe mkoloni, wewe mkoloni kwenye familia yangu, wewe mkoloni kwenye kanisa hili, wewe mkoloni kwenye nchi yangu, wewe mkoloni kwenye ndoa yangu, wewe mkoloni rando manderi yandarabasika. Omba, 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 omba. Fukuza, 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 fukuza katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Ye mandarabasika yaino riandarabasika yesha kamando riandarabasika ye mando riandarabasika katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Kandarabasika ye mandarabasika. Wewe mkoloni uliye mtu, wewe uliye mtu, kuanzia sasa toeka, 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 toeka. Ramandarabasika. Omba, 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 omba. Sema enyi makuhani, makuhani wa kuzimu mliotumwa na Ibilisi kwenye maisha yangu, makuhani wa shetani, sema siku ya leo, sema siku ya leo ninakufukuza kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toeka, toeka kwa jina la Yesu. Sema madhabahu ya ukuhani wa kuzimu unayenisimamia nisifanikiwe, nisipige hatua, sema kuanzia sasa ninakuondoa kuhani na madhabahu yako kwa jina la Yesu. Toeka, toeka. Hebu omba kila mmoja, kemea, 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 kemea makuhani wa kuzimu, madhabahu za giza ambazo zimekaa zinakusimamia. Hebu omba ukimaanisha, hebu omba ukimaanisha, hebu omba ukimaanisha. Bwana anasikia, anasikia Bwana. Ye mandarabasika katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Toeka, 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 toeka wewe kuhani wa kuzimu. Toeka, 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 toeka katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema roho ya kurudi nyuma kuanzia sasa uniachie kwa jina la Yesu. Sema sitorudi nyuma kwa jina la Yesu. Sema nitasonga mbele kwa jina la Yesu. Enyi mliotumwa kunirudisha nyuma, sema ushindwe kwa jina la Yesu. Wewe uliyetumwa, uliye kuhani, uliye mwanaume, uliye mwanamke, uliye kijana, uliye mzee, uliye kiongozi, uliyetumwa kunirudisha nyuma, sema toka, toka, toka kwa jina la Yesu. Hebu kemea, 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 kemea yule arudishaye nyuma. Bwana amuondoe, 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 amuondoe. Hebu omba, 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 omba. Toka, 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 toka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Sema Bwana Yesu, nipe ngazi mpya, nipe ngazi mpya ya maisha yangu, nipe kusonga mbele, nipe kuendelea. Sema maisha yangu, Yesu, naomba uyaendeleze, nikawe na maendeleo, nikainuke kwa jina la Yesu. Hebu kaa kimya nikuombe sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu uliye hai, ninaomba kwa ajili ya watu wa video, watu wa audio wa hapa Arusha. Bwana ukawainua watu wako sasa. Bwana ukawape ngazi mpya. Bwana ukainue mtu, ukainue watu kwa ajili yao ambao Bwana watawavusha
ambao Bwana watawapandisha viwango vingine katika jina la Yesu Kristo. Ewe mtu wa Mungu, kaskazini, kusini, magharibi, ewe mtu wa Mungu ambaye unaachiliwa kwa ajili ya ngazi nyingine mpya ya huyu mama, ya huyu kijana, ya huyu mtumishi, kuanzia sasa, ewe mtu, na kuita njoo kwa damu ya Yesu. Kokote uliko, kwa damu ya Yesu, Bwana akusukume, Bwana akusukume uliko. Rando manderi anda rabasika, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya, amen. Hebu kila mmoja mkono wako wa kulia usha juu, mwingine waka moyoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Kila mmoja kule kwenye video hivyo hivyo, nataka niombe ukombozi kwa ajili yako. Kwenye video nataka niombe ukombozi kwa ajili yako, kwenye video hapa, kwenye audio na kule YouTube. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu uliye hai, ye mandarabashika, Bwana, naona mizigo iko ndani ya watu hawa, mizigo imewalemea. Ramando rianda rabasika. Yesu kasema ya kwamba njooni kwangu enyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Naomba kwa ajili ya huyu mchungaji, huyu nabii, huyu askofu, ndani yake uko mzigo ambao umemlemea. Wanamfukuza kwa maneno, wanamwekea uchawi. Bwana, namuona huyu padri rakamando rianda rabasika. Baba, ukaonekane sasa, ukigusa watu hawa, ule mzigo ulioko ndani yako, kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, na utoa na uondoa kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna kubeba mzigo ulio mzito katika jina la Yesu. Ponya Bwana Yesu nafsi zao, ponya mioyo yao Bwana Yesu. Wengine kabisa wamekuwa wakihangaika huku na kule kwa sababu ya mizigo iliyoko ndani yao. Bwana akawaponye sasa. Mponye huyu mama, mponye huyu kijana, mponye huyu baba, mponye huyu binti, mponye huyu mtoto, mponye huyu kiongozi. Bwana, ondoa huu mzigo ulioko ndani yake katika jina la Yesu. Huu mzigo wa Tanzania ulioko ndani ya Watanzania ambao Bwana amekuwa kuwatesa kwa miaka mingi, Bwana, naomba leo kwa neema yako na rehema yako, ponya nchi yako, ponya nchi hii Bwana, maana nchi hii ni ya kwako Yesu. Iponye Bwana. Bwana, ponya nchi hii, ponya hii nchi Bwana. Ondoa huu mzigo ambao Bwana umekuwa ni mzito kwetu, umetulemea huu mzigo Bwana. Ponya Bwana, ponya katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Sema asante Yesu kwa kuniponya, asante Yesu kwa kunisaidia, asante Yesu kwa kunishika mkono. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya watu hawa hapa Arusha, kwenye audio, kwenye video na kule YouTube. Bwana, asante kwa ajili ya watu hawa. Bwana, ukawashike mkono. Bwana, ukawabariki hata usiku huu wa leo. Bwana, ukawafunulie yale wasioyajua. Bwana, ukawafunulie waweze kujua, ili wakutukuze wewe katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, amen. Kule kwenye mtandao tuna namba yetu inapita hapo, namba yetu ile ya benki iko na hii ya Equity. Ukisikia ndani yako kutoa sadaka yako, basi unaweza ukaachilia vizuri hapo, na Mungu ataenda akusaidia kukomboe. Palipo na hazina yako ndiko moyo wako uliko. Unapoachilia sadaka yako, maana yake moyo wako unaunganisha na Mungu, na Mungu atakushika mkono na atakusaidia. Na watu tu hata ambao tuko hapa Arusha, ukisikia kabisa ndani yako ukawia kutoa sadaka ya ukombozi, basi achilia na Bwana atakusaidia. Haleluya. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya baada ya siku ya leo. Asante Bwana Yesu kwa nguvu hii ambayo umetujalia mahali hapa. Bwana, tembea na sisi hata siku ya kesho, tuje mahali hapa Bwana, ukaseme nasi kwa ajili ya uzima wako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, amen, amen. Basi Bwana awabariki sana, muwe na jioni njema, muwe na usiku mwema mpaka tena siku ya kesho. Muda kama huu tutakuwa na maombi hapa, tutaendelea mpaka siku ile 30. Kwa muda huu mwezi mmoja, kila mmoja utaona Mungu akibadilisha. Utaona kuna vitu vinabadilika. Utaona Mungu anakupa connection mpya, watu wapya, mambo utaona yanakuja. Yakija tu hayo, shikilia vizuri, lakini pia unijulishe ili pia nikushauri jinsi ya kutembea na connection mpya. Unaweza ukapata muunganiko mpya alafu usijue kutembea nao ukapoteza. Kwa hiyo jaribu pia kunishirikisha, au mama pale yuko utamshirikisha, alafu tutaangalia jinsi ya kukusaidia kutembea vizuri. Haleluya.
Basi ubarikiwe sana, uwe na usiku mwema mpaka tena siku ya kesho. Amina, amina. Kule kwenye video, basi Bwana wabariki sana kule Iringa, kule Kimara. Bwana wabariki sana, muwe na usiku mwema mpaka tena siku